Kwa majina anaitwa Maulid Omari Ramadhani, ni mwenyekiti wa madereva bajaji Magufuli Bus Terminal. Hii stendi toka imefunguliwa sasa ni takriban miaka 5 na kwenda miaka 6, na ilikuwa ipo katika mazingira ambayo si rafiki sana, kwa sababu magari yalikuwa yanashusha kidogo, tofauti na malengo ya kuanzishwa kwa hiki kituo. Hiki kituo kilianzishwa ili magari yaanzie hapa na yamalizie safari zake hapa ili kuinufaisha wilaya ya Ubungo na maeneo mengine. Tunamshukuru mkuu wa mkoa, tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa maelekezo yake, pamoja na mkuu wa mkoa na mkuu wa wilaya na mbunge wetu ambaye amepigana muda mrefu kuhakikisha kituo hiki sasa kinarudi kwenye nafasi yake katika kuhudumia haya mabasi. Kituo ni kikubwa sana, kina uwezo wa kuhudumia mabasi yote, na bado kina eneo kubwa sana kule nyuma ambalo bado halijajengwa. Kama alivyozungumza mkuu wa mkoa, sisi tunafikiana naye kabisa. Baba yetu ni msikivu, alikuja hapa, tulimueleza ya kwetu moyoni, tukamueleza namna kituo kinavyopata tabu, sisi maisha yetu yanavyokuwa mabovu kutokana na hiki kituo, lakini tukamueleza namna watu waliokuja kujitokeza kuhudumia hapa hawapati kile wanachotakiwa kukihudumia kwa sababu wahudumiwaji hawapo, wanaondoka. Lakini leo kaja na maelekezo yaliyonyooka, anasema kwa mujibu wa Mheshimiwa Rais anapenda kituo kitumike, na yeye mwenyewe ameagiza kituo kitumike. Mkuu wa wilaya akajitoa kwa nguvu zake zote kuhakikisha kituo kinatumika, na yote kwa yote sisi tuwashukuru. Tunawashukuru kwa nini? Tunawashukuru kwa sababu wamerudisha ile hali ya kituo kionekane kinafanya kazi. Huko chini kuna maeneo ambayo mpaka mabuibui yalitanda kwa sababu hakuna mtu anaweza kufanya biashara kule, na wafanya biashara ndogo ndogo walikwama kabisa mitaji. Halmashauri ya Manispaa ya Ubungo inatoa mikopo yake kwa bajaji, wajasiriamali wadogo wadogo, bodaboda, lakini fedha zile kurudi kunakuwa ni kwa shida, kwa sababu mazingira tunaofanya kazi yalikuwa sio rafiki kwa kipato. Lakini tunaamini kwa maelekezo haya sasa kipato kinakwenda kuwa sawa, mikopo ya serikali itarudi vizuri na mambo mengine atakwenda sawa sawa. Tuwaombe tu matajiri wasikilize agizo la mkuu wa mkoa na walitii. Mheshimiwa amemwambia kwamba kule eneo liko wazi, wakitaka wapewe kieneo wajenge wanavyotaka ofisi zao ziwe, wanapewa hayo maeneo, na maeneo mengine ambayo yako wazi kama alivyozungumza mbele kule kwamba kuwekwe ofisi badala ya maduka, litakuwa ni jambo zuri na kituo kioperate inavyotakiwa. Kituo ni kikubwa sana, kinaweza kuchukua basi nyingi sana. Ninachowashauri matajiri, magari ambayo hawezi kuwa na impact ya kupakia leo yasikae humu ndani, yaingie magari yale ambayo ndio yanakwenda kupakia siku ya leo. Ni stendi itatosha kabisa, ni kubwa sana. Unahisi labda kwa muonekano wa stendi na mabasi kuwa mengi zaidi, kwa sababu baadhi ya watu wanasema kuwa haitotosha, stendi haitotosha kwa sababu magari yako mengi, lakini pia abiria walikuwa labda Kigamboni, pande za Mbagara, pande za huko ambapo pembezoni mwa hapa Mbezi. Unahisi labda watakuwa wamefurahia au wamefarijika na hili takwa la Rais kuhusiana na mabasi yote yaje hapa, au wananchi walikuwa huko pembezoni? Unaonaje? Sawa, kwa muono wangu mimi naamini kwa raia yoyote mpenda maendeleo ya nchi atafurahia, kwa sababu serikali itapata mapato ambayo yanaongezea chachu ya kurejesha fedha ambayo tumetumia kwenye rejengo ili zikafanya shughuli nyingine. Lakini uwepo wao mbali hauna maana kwamba wao wataathirika kuja hapa. Kwani ukienda Shekilango hakuna mtu anakwenda Chanika, hakuna mtu anakwenda Kisemvule, anafikiaje Kisemvule? Kwa hiyo kimsingi maelekezo ya serikali ni kituo kimoja kihudumie wananchi kwa kupitia usafiri wa nini? Wa mabasi. Kama ambavyo unaona, kama alivyozungumza mkuu wa mkoa kwamba kuna watu wanakwenda Zanzibar wanakuja kufuatwa huku. Hapana, wanaenda kufuatwa Kibaha. Hapana. Kwa hiyo kimsingi serikali kishaweka eneo maalum la shughuli zile, basi wote tuitikie tufanye shughuli sehemu lile ili kuhakikisha yale malengo yaliyowekwa mahususi yaweze kutekeleka. Lakini pia haiwezi kwa sababu hii Mbezi sasa hivi ina kila aina usafiri. Yaani kokoto unakotoka kwenda uwe hata usiku wa manane utapata usafiri. Mwendo kasi inakuja Magufuli hapa ndani. Ina kiyoyozi kabisa, unatoka hapa unakwenda mjini, unatoka hapa unakwenda Mbagala, unakwenda vizuri kabisa. Daradara tumehakikisha hizo siku mbili hizi daradara ziko wazi kwa sababu abiria walikuwa hakuna. Siku mbili tumeziona daradara za Mnazi Mmoja, daradara za Tegeta zinakuja hapa ndani, zinachukua abiria zinaondoka. Kwa hiyo ni jambo zuri, na sisi kama bajaji, bodaboda, taxi tutahudumia. Lengo letu ni kuwahudumia, sio kuwakandamiza raia. Lengo letu si kutoa huduma. Tutawachukua mwenye hali ndogo, tutakuzungumza naye kwa hali ndogo, mwenye hali kubwa tutazungumza kwa hali kubwa kama alivyo. Sisi ni wajasiriamali, sisi ni wale ya chini. Lazima tutaishi na raia zetu kutokana na mazingira jinsi yalivyo. Kwa maana hiyo hili mmelipokea kwa mikono miwili. Kwa mikono miwili tumelipokea, na ni jambo zuri, na tunahakikisha stendi yetu tunaendelea sisi tupo hapa tangu stendi inafunguliwa. Katika hali ya maisha magumu tumeishi nayo hivyo hivyo. Na tunaamini, tulikuwa tukiamini kabisa kwamba serikali inajipanga na kuna wakati italeta mabasi yote hapa. Sasa wana Ubungo tutafurahia. Ndoto yenu ilikuwa
ilikuwa ni hii. Ndio ilikuwa malengo yetu makubwa, kuhakikisha mambo yanayotokea leo haya ndio ilikuwa ndoto zetu kila siku. Na alipokuja mkuu wa mkoa mara kwanza, aliona hii hamasa kwamba watu wa Ubungo lengo lao lilikuwa ni hili. Wilaya yetu ya Ubungo inategemea, chachu zake kubwa ni East End. Kila wilaya ina sehemu zake za mapato, lakini wilaya ya Ubungo pato lake kubwa ni East End, labda kidogo na soko la Mabibo. East End ndio pato lake kubwa. Sasa kama kuna bilioni zaidi ya 2 zinapotea, unategemea halmashauri inajiendeshaje? Na sisi tunategemea tukope mikopo kule wajasiriamali. Tutapata wapi pesa za kukopa kama sio hizi zinazokusanywa ili na sisi tukope? Kwa hiyo kimsingi tunaomba walio nje ya wilaya hizi washirikiane na sisi, kwa sababu wao wana sehemu wanapata mapato, wanapata bandarini, wanapata wapi na wao wanaingiza kipato. Na sisi watuunge mkono wilaya Ubungo na sisi tupate kipato ambacho kiingia katika halmashauri yetu, ili wajasiriamali wakina mama waweze na wao kujikwamua kutokana na mikopo hii. Kuna walemavu nao wajikwamue kutokana na mikopo hiyo ya serikali ambayo ni makusanyo yanayotoka katika wilaya yetu. Kwa tuwaombe tu, sisi tuna furaha kubwa sana. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais, tunamshukuru mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya. Tuna furaha kweli siku ya leo, na tunaamini abiria wetu wawe na amani. Sisi tupo kwa ajili ya kuwahudumia. Tutahakikisha kwa njia hiyo yote wanasafirishwa. Sisi ni wasafirishaji, tutapokea kutoka kwenye basi, tutawafikisha manyumbani wao kwa salama na waje kwenye kituo. Sisi tunashikamana na stendi yetu, tunashikamana na jeshi la polisi kuhakikisha kibaka yote yanayotokea tunafinya, tunaweka ndani. Tunafinya, tunaweka ndani ili stendi iwe salama. Lengo letu ni kuhakikisha stendi iko salama, tunahudumia salama na sisi tupate kipato, watoto wetu wasome, mambo mengine yaende, maisha yaende. Kuna hamna anayetaka maisha mazuri kiongozi. Wote tunataka maisha mazuri, na maisha mazuri hawezi kuja hivi, lazima mtengeneze. Wana Ubungo, wana Mbezi na wana Magufuli, tupo radhi kuitengeneza stendi yetu iwe na amani. Usiku wa manane watu washuke hapa, patakuwa salama. Tutapalinda kwa nguvu zetu zote. Basi nikushukuru sana kwa ushirikiano wako. Nakushukuru sana. Asante sana.